Stori inaanzia kwa huyu mama mkwe aliyekuwa amesimama nje ya nyumba yake, uso wake umejaa hasira kali na chuki iliyokomaa moyoni kwa muda mrefu. Alivuta pumzi kwa nguvu na kujisemea kwa sauti ya dharau. Namchukia sana mke wa mtoto wangu. Sijui ni nini kilimvutia mwanangu kwa mwanamke maskini asiyejitambua kama yule. Macho yake yalikuwa mekundu kwa hasira. Mikono ameikaza kifuani kana kwamba alikuwa anapambana na mawazo yake mwenyewe. Aliendelea kuongea. Nilimlea mwanangu kwa tabu na heshima. Leo analeta mtu wa kunivunjia heshima ndani ya nyumba yangu. Alijiona kama anaishi na mwizi ndani ya nyumba yake, na moyoni aliamini kuwa Vicky hakuwa hadhi ya kuwa sehemu ya ukoo wao. Kila alipotazama dirisha la chumba cha Vicky, chuki iliongezeka zaidi, kana kwamba uwepo wa Vicky ulikuwa tusi kwa maisha yake. Alijiapiza kimoyomoyo kuwa asingekubali ndoa hiyo iwe na amani hata kidogo. Ndani ya kifua chake kulikuwa na moto wa wivu na kiburi uliochochewa na fikra kuwa mwanawe amejiweka kwenye umaskini. Aliona kama mapenzi ya mwanawe yalikuwa yameporwa na msichana aliyemtazama kama fukara. Ndoa ya Vicky na Justin ilikuwa na miezi 6 tu tangu wafunge ndoa yao kwa furaha na matumaini makubwa. Lakini ndani ya miezi hiyo kulikuwa na maumivu yaliyofunika kila tabasamu. Vicky aliingia kwenye ndoa akiwa na ndoto za kuwa mke mwema, mwenye heshima na anayejituma kwa familia. Lakini hakujua kuwa angeingia kwenye uwanja wa mapambano. Mama mkwe wake hakuwahi kuficha chuki yake. Kila siku alimrushia maneno makali kama mishale. Huwezi kulinganisha maisha ya kwetu na kwenu, mama mkwe aliongea mara nyingi kwa sauti ya kejeli. Vicky alijitahidi kuvumilia kwa sababu alimpenda Justin kwa moyo wote. Lakini kila alipojaribu kuonyesha juhudi, alikumbana na lawama na maneno ya kudhalilisha. Justin kwa upande wake alionekana kusita kusimama upande wowote, jambo lililomuumiza Vicky zaidi. Ndani ya miezi 6, furaha iligeuka kuwa hofu na nyumba iligeuka kuwa uwanja wa migogoro. Kila siku ilikuwa na tukio jipya la kumvunja moyo. Ndoa iliyopaswa kuwa mahali pa faraja iligeuka kuwa chanzo cha machozi. Na taratibu, Vicky alianza kuhisi kama mgeni katika nyumba aliyopaswa kuita yake. Siku moja Vicky alipokuwa jikoni akipika, aliamua kuchemsha viazi kwa sababu alijua Justin alipenda chakula chepesi jioni. Ghafla mama mkwe aliingia jikoni kwa kasi na kuanza kufoka. Nani amekuambia umpikie mwanangu chakula hiki? Ulishawahi kuniona mimi nampikia viazi vya kuchemsha? Sauti yake ilijaa dharau na hasira zisizofichika. Vicky alishtuka na kusema kwa unyenyekevu, "Mama, nilifikiri ni vizuri leo ale kitu chepesi." Lakini mama mkwe hakutaka kusikia. Akasema kwa sauti kali, "Hiki ni chakula cha kimaskini kama mlivyozoea kula kwenu. Hapa si mahali pa majaribio yako." Makelele yaliongezeka hadi Justin alisikia na kuingia jikoni kwa haraka. "Kuna nini tena hapa?" aliuliza kwa kukasirika. Vicky alimwangalia kwa matumaini na kusema, "Afadhali umefika. Mama yako anakataa nisikupikie hiki chakula." Justin alimkazia macho na kusema, "Kama mama amekataa, kwa nini humsikilizi? Tafadhali jifunze kumheshimu mama yangu." Baada ya kusema hayo, aliondoka na mama mkwe akasema kwa sauti ya ushindi, "Nadhani umesikia alivyosema." Vicky alihisi ardhi inamzunguka, akaketi chini na kuanza kulia kwa uchungu. Siku zilipita na hii siku Vicky alikuwa akichemsha chai kwenye jiko la umeme mapema asubuhi ili mumewe apate chai ya moto kabla ya kwenda kazini. Lakini mama mkwe aliingia na kuanza kufoka. "Unadhani umeme ni wa bure? Kila saa jiko linawaka. Unamaliza umeme wetu bila huruma." Vicky alijaribu kujieleza, "Mama, ni chai tu, haitachukua muda mrefu." Lakini mama mkwe akamkatiza kwa ukali, "Nyamaza, huna adabu. Tangu uingie hapa bili zimepanda sana. Huku si kwenu ambako mnaishi bila mpangilio, tena bila umeme. Hapa kila kitu kina utaratibu." Vicky alihisi kudharauliwa na kunyanyaswa kwa maneno. Alijaribu kuvumilia, lakini machozi yakaanza kumjaa. Mama mkwe alimalizia kwa dharau, "Ninakuvumilia tu kwa sababu ya mwanangu." Maneno hayo yalikuwa kama sumu moyoni mwa Vicky. Alibaki amesimama karibu na jiko, mikono ikitetemeka. Alianza kuhisi kuwa kila anachofanya ni kosa. Vicky alikuwa mtu wa kulia kila siku. Macho yake yalikuwa yamezoea machozi kana kwamba yalikuwa sehemu ya maisha yake mapya. Kila jioni alijifungia chumbani na kujiuliza, nimekosea nini kumpenda Justin? Alihisi upweke hata akiwa ndani ya ndoa. Hakukuwa na mtu wa kumtetea wala wa kumsikiliza kwa haki. Justin mara nyingi alichagua ukimya badala ya ukweli. Mama mkwe aliendelea kumtazama kama adui. Nyumba ilijaa hali ya taharuki isiyoonekana kwa macho, lakini inayohisiwa kwa kila pumzi. Vicky alijaribu kuwa mvumilivu kwa sababu aliamini ndoa ni kuvumilia. Lakini kila siku moyo wake ulizidi kuvunjika. Alijiona kama hana thamani ndani ya familia hiyo.
na kila alipotazama picha ya harusi yao, alijiuliza ilikuwaje furaha ile ikageuka mateso. Siku moja, mama mkwe akiwa amekaa nje na Justin, alianza kumpandikiza sumu moyoni mwa mwanawe kwa sauti ya kujifanya mnyonge, akisema, "Mwanangu, mkeo ananidharau sana siku hizi. Ananinyanyulia mdomo na anabishana nami kama mimi ni rika lake." Justin alikunja uso na kuuliza, "Inawezekanaje afanye hivyo?" Mama akaendelea, "Ananivunjia heshima ndani ya nyumba. Hata wageni wakija hanisikilizi." Aliongeza kwa hila, "Ninakaa kimya kwa sababu sitaki kuvunja ndoa yako, lakini ukweli ni kwamba ananikosea sana." Justin alihisi hasira zikimjaa, akasema, "Hili siwezi kulivumilia." Mama akamalizia kwa kusema, "Nilikutahadharisha tangu mwanzo, lakini hukusikia." Maneno hayo yalikuwa kama cheche kwenye petroli. Justin aliinuka kwa hasira na kuelekea ndani kumfuata Vicky. Mama mkwe alibaki nje akitabasamu kwa ushindi wa kimya kimya. Justin alipomkuta Vicky chumbani, alianza kumfokea, "Kwa nini unamdharau mama yangu? Kwa nini humheshimu?" Vicky alishtuka na kusema kwa hofu, "Sijamdharau, sijawahi hata kumjibu vibaya." Lakini Justin hakutaka kusikia. Akasema, "Mama hawezi kunidanganya, anasema unambishia na kumvunjia heshima." Vicky alijitetea kwa machozi, "Na hapa sikufanya hivyo." Hata hivyo alionekana kama muongo mbele ya mumewe. Justin alitikisa kichwa na kutoka nje kwa hasira. Vicky alibaki akilia, akihisi hana sauti wala haki. Ndoa ya miezi 6 ilionekana kama miaka mingi ya mateso. Kila siku ilimchosha kihisia, na kila lawama ilimfanya ajione mdogo zaidi. Licha ya yote hayo, Vicky aliendelea kufanya majukumu yake kama mke wa Justin kwa uaminifu, akipika, kusafisha na kuhakikisha nyumba inang'aa. Alifanya kila kitu kwa matumaini kuwa siku moja mambo yangebadilika, lakini furaha haikuwepo moyoni mwake. Alikuwa anatabasamu mchana na kulia usiku. Justin hakuwa upande wake, na hilo lilimuumiza zaidi kuliko maneno ya mama mkwe. Alijitahidi kuonyesha mapenzi kwa mumewe, lakini kila juhudi ilionekana bure. Alijiona kama mpambanaji asiye na maana. Hata mazungumzo yao yalikuwa mafupi na yenye taharuki. Ndoto zake zilianza kufifia, na taratibu akaanza kupoteza matumaini. Siku moja wakiwa chumbani, walizungumza kwa utulivu kuhusu maendeleo yao ya baadaye, na Vicky kwa upole akasema, "Justin, nafikiri ni vyema tukaanza kununua viwanja kabla bei haijapanda." Justin alifikiria kidogo na kusema, "Ni wazo zuri." Walikubaliana watanunua mwezi ujao. Vicky alifurahi sana kwa sababu aliona kama leo kuna mwanga kwenye hatua ya kujenga maisha yao pamoja. Lakini baadaye, Justin aliamua kumshirikisha mama yake. Mama yake alipolisikia hilo, alisimama kwa hasira na kusema, "Haiwezekani, huyo mwanamke anataka kukufilisi pesa zako polepole." Justin alishtuka na kusema, "Mama, si tumekubaliana tu kama familia?" Lakini mama yake akamkatiza kwa sauti kali, "Familia gani? Huyo anaangalia maslahi yake tu. Hivyo viwanja anavitaka kwa jina lake. Kesho ukimwacha utabaki huna kitu." Aliendelea kumchochea kwa maneno ya hila. "Nilikwambia tangu mwanzo kuwa mwanamke wa aina ile hafai, lakini hukusikia. Sasa unaanza kuona matokeo." Justin alimsikiliza kwa makini, na polepole alianza kuona maneno ya mama yake kama ukweli. Baada ya mazungumzo yale na mama yake, Justin alirudi usiku ule ule na uso uliobeba uzito wa maamuzi mapya. Akamkuta Vicky amekaa kitandani, kisha akasema kwa sauti isiyo na hisia, "Nimehairisha swala la kununua kiwanja kwa sasa." Vicky alimwangalia kwa mshangao uliojaa maumivu na kuuliza, "Umehairisha? Kwa nini Justin? Tumekubaliana pamoja, kulikoni tena?" Justin akajibu kwa mkato, "Nimemuuliza mama na amesema kwa sasa si wakati sahihi." Vicky akavuta pumzi kwa hasira na kusema, "Kwani hii ni ndoa ya watu watatu au wawili? Mama yako anahusikaje kwenye maamuzi yetu ya msingi?" Justin akakaza uso na kumjibu kwa sauti kali, "Lazima nimsikilize mama yangu. Full stop. Sitaki mabishano juu ya hilo." Vicky akasema kwa uchungu, "Kwa hiyo mimi sina sauti kabisa kwenye maisha yetu?" Justin akatikisa kichwa kwa hasira, "Usianze kunichosha na drama zako." Vicky akasema kwa sauti iliyovunjika, "Hii si drama, ni maisha yetu." Lakini Justin akageuka na kutoka nje bila kuangalia nyuma, akimwacha Vicky akiwa amebaki ameganda kwa mshangao, akihisi kama sauti yake imezimwa kabisa ndani ya ndoa yake mwenyewe.
Justin aliondoka chumbani na mlango ukagonga kwa nguvu, na Vicky akabaki peke yake akihisi kizunguzungu cha mawazo kinamzunguka. Akajisemea moyoni kwa uchungu, najuta kuingia kwenye ndoa hii, najuta kuacha kila kitu kwa ajili ya mapenzi ambayo sasa hayana thamani. Je, mimi ni mke au mpita njia tu? Aliongea huku macho yakimdondoka pole pole. Alishika simu yake kana kwamba angetafuta msaada, lakini hakuwa na mtu wa kumwambia ukweli wa mateso yake. Alijiuliza, nitamvumilia hadi lini? Lakini jibu halikuja. Ndani ya kifua chake kulikuwa na mchanganyiko wa hasira, huzuni na kukata tamaa. Alihisi kama anashindana na kivuli kisichoonekana ambacho ni mama mkwe wake. Kila jaribio lake la kujenga maisha bora lilizimwa kabla halijaanza, na polepole alianza kuhisi kama upendo wake unageuka mzigo. Usiku ule ulikuwa mrefu kuliko siku zote, na usingizi hakumjia kwa urahisi. Siku zilipita, lakini hali haikubadilika. Badala yake, matukio mapya ya kudhalilishwa yalizidi kuongezeka. Mama mkwe wake akitafuta kila sababu ya kumkosoa Vicky, hata kwa mambo madogo yasiyo na maana. Hii siku alimkuta Vicky akiwa na deki sebule. Alimfuata kwa hasira na akamwambia, hata kupangilia sebule hujui? Na Vicky akijibu kwa upole, mama, nitarekebisha. Lakini mama mkwe hakuridhika, akasema, rekebisha? Hivi ndivyo ulivyofundishwa kwenu? Sio kosa lako kwa jinsi kwenu mlivyo maskini. Sebule nzuri kama hii mnatoa wapi? Maskini wakubwa nyie. Kisha akaondoka zake. Kila siku kulikuwa na maneno mapya kumchoma. Justin naye alizidi kuwa upande wa mama yake, kana kwamba aliamini kila malalamiko ya mama yake kosa ni la Vicky, bila kuuliza upande wa Vicky. Wakati mwingine Vicky alimwambia, Justin, naomba unisikilize hata mara moja. Lakini Justin hakutaka kabisa kumsikiliza, na alikuwa akimjibu, sitaki kusikia lawama zako dhidi ya mama yangu. Vicky alihisi kama hana mahali pa kukimbilia. Nyumba ile iligeuka kuwa uwanja wa mashindano ya kimya. Mama mkwe alionekana kufurahia mateso yake, na Vicky akaanza kuishi kwa hofu ya kila siku. Mama mkwe wake alikuwa na lengo moja moyoni, kumuondoa Vicky kwenye ndoa hiyo na kumletea Justin mwanamke wa hadhi walioiona inafaa kwa familia yao. Hii siku alimwambia Justin kwa sauti ya ushawishi, mwanangu, bado hujachelewa kurekebisha makosa yako. Justin akajibu, makosa gani mama? Kumuoa mwanamke anayefanana na hadhi yetu, aliongeza kwa msisitizo. Unamjua Juliet, yule anayefanya kazi kwenye kampuni yetu? Justin alijibu, ndiyo namjua, kwa nini umeniuliza hivyo? Mama akasema kwa tabasamu la hila, huyo ndiye anayekufaa, ana hadhi, ana muonekano, anajua kuishi. Justin alikaa kimya akifikiria. Mama akaongeza, fikiria maisha yako ya baadaye, si bora uwe na mtu wa kiwango chako? Maneno hayo yalikuwa kama mbegu ya chuki dhidi ya Vicky iliyopandwa moyoni mwa Justin, na polepole alianza kumtazama Vicky kwa macho tofauti. Juliet alikuwa msichana mwenye tamaa ya kuishi maisha ya kifahari hata kama hayakuwa ya kweli. Alikuwa tayari kufanya lolote ili aonekane wa hadhi ya juu, hata kama ni kukopa pesa benki na kununua gari la bei ghali, simu za kisasa na mavazi ya kifahari ili kila mtu amini ana utajiri wa asili. Mama wa Justin alipenda sana muonekano huo bila kujua ukweli wa nyuma ya pazia. Huyu ndio mwanamke anayefaa kuwa mke wa mwanangu, mama mkwe alisema mara nyingi kwa kujiamini. Justin naye alianza kuvutiwa na muonekano wa Juliet bila kuchunguza undani wake. Hawakujua kuwa maisha ya Juliet yalikuwa yamejengwa juu ya madeni na presha kubwa ya kifedha. Lakini kwa macho yao alionekana mkamilifu, na hapo mama mkwe aliona mwanga wa kutimiza mpango wake. Siku moja mama mkwe aliamua kumfuata Juliet kazini bila kumjulisha Justin, na alipofika aliomba kuonana naye kwa siri ofisini. Secretarian alimuita Juliet kwa heshima, na alipofika alimkuta mama wa Justin amekaa akitabasamu kwa furaha isiyo ya kawaida. Shikamoo mama, Juliet alisema kwa mshangao. Mama mkwe akasema, nimekuja kwa jambo muhimu sana. Juliet akauliza kwa hamu, ni jambo gani mama? Mama akasema moja kwa moja, nataka uwe mke wa mwanangu Justin. Juliet alishtuka na kusema, lakini mama, si tayari ameoa? Mama akamjibu kwa sauti ya jiamini, simtaki yule mwanamke, ataondoka tu, nataka uwe tayari kuchukua nafasi yake. Juliet alikaa kimya kwa sekunde kadhaa. Ndani ya moyo wake aliona kama ndoto yake ya kuingia kwenye familia tajiri imetimia.
Hakufikiria mara mbili kuhusu maadili au matokeo. Aliona ni fursa ya maisha, na tabasamu lake lilionyesha tamaa iliyofichika. Wakati huo huo nyumbani, mama mkwe alikuwa akiwaza ni jinsi gani ataharakisha kuondoka kwa Vicky, kwa sababu aliona Justin bado hakuwa amefikia hatua ya kumfukuza moja kwa moja. Lazima nifanye kitu kitakachomgeuza kabisa, alijisemea kwa sauti ya chini. Alianza kupanga njama ya kumhusisha Vicky katika tukio litakalomharibia sifa mbele ya Justin. Alifikiria, nikimfanya aonekane mkorofi au mjeuri, Justin hatahitaji ushauri wangu tena, atamfukuza hapo hapo. Alipanga kila hatua kwa makini. Alijua Justin anampenda mama yake sana, hivyo aliamua kutumia udhaifu huo kama silaha. Ndani ya moyo wake hakukuwa na huruma. Lengo lake lilikuwa moja tu, na aliamini mpango wake usingeshindwa. Siku moja akiwa amekaa sebuleni, mama mkwe alimuona Justin akiingia na gari, na hapo hapo akaanza kulia kwa sauti kubwa, "Usinipige, tafadhali usinipige." Alipiga kelele hizo kwa makusudi, akijua Vicky atasikia na kutoka chumbani. Vicky alitoka kwa haraka na kuuliza kwa mshangao, "Mama, kuna nini?" Lakini mama mkwe aliendelea kulia bila kujibu, akijifanya anaogopa. Dakika chache baadaye Justin aliingia kwa haraka akisema, "Mama, kuna nini kimetokea?" Mama mkwe akamshika mkono kwa kuigiza maumivu, akisema kwa sauti ya kilio, "Mkeo amenipiga kwa sababu nilimkemea." Vicky alishtuka na kusema, "Si kweli, sijawahi kukugusa. Na hapa kabisa, sijamgusa." Lakini Justin tayari alikuwa amejaa hasira, akisema kwa ukali, "Ina maana mama anadanganya?" Mama mkwe wake alianza kulia kwa sauti ya kuigiza huku akijishika kifua na kusema, "Vicky amenipiga, amenisukuma kwa hasira kwa sababu nimemkemea." Alijitupa kwenye kochi kana kwamba ameumia vibaya, akiongeza kwa sauti iliyokatika, "Sikuwahi kufikiria siku moja nitaishi kunyanyaswa ndani ya nyumba ya mwanangu mwenyewe." Vicky alibaki amesimama karibu naye akitetemeka kwa mshangao, akasema kwa sauti ya kupaza, "Mama, unaongea nini? Sijawahi kukugusa hata kidogo. Justin, mama yako ni muongo sana." Lakini mama mkwe aliendelea kulia kwa nguvu zaidi. "Angalia hata sasa anavyonijibu mbele yako. Hana heshima kabisa. Ananifanya mimi muongo." Justin alikaza taya zake, akahisi damu inapanda kichwani. Ndani ya sekunde chache, mazingira ya nyumba ile yakageuka kuwa uwanja wa hukumu bila ushahidi. Justin alimkazia macho Vicky na kumfokea kwa hasira kali, "Nimekuambia mara ngapi umheshimu mama yangu? Unafikiri nitakaa kimya wakati unamnyanyasa?" Vicky akajibu kwa sauti iliyovunjika, "Sijamnyanyasa, tafadhali nisikilize hata mara moja." Justin akamnyoshea mkono kwa dharau na kusema, "Nimechoka na maigizo yako. Kila siku wewe unamkasirisha mama yangu." Vicky akasema kwa uchungu, "Kwa nini hujawahi kuniamini hata siku moja?" Justin akajibu kwa ukali, "Kwa sababu mama yangu hawezi kunidanganya." Mama mkwe akaongeza mafuta kwenye moto kwa kusema, "Nilivumilia kimya kwa muda mrefu, lakini leo amenifikisha mwisho." Vicky akapiga kelele, "Huu ni uongo, hii ni njama." Justin akamkaribia kwa hasira, "Unamwita mama yangu muongo?" Vicky akajibu kwa sauti ya kutetemeka, "Ninachosema ni ukweli." Lakini Justin hakutaka kusikia tena. Hasira zilikuwa zimemfunika kabisa. Kwa ghadhabu zisizozuilika, Justin alichukua mabegi ya Vicky chumbani na kuyatupa nje kwa nguvu, akisema kwa sauti ya amri, "Nisikuone tena hapa kwenye nyumba yangu." Vicky alisimama nje ya mlango akiwa haamini kinachoendelea, akisema kwa kilio, "Justin, tafadhali usifanye hivi, sikufanya chochote." Lakini Justin akamgeukia na kusema, "Ondoka kabla sijafanya kitu kibaya zaidi." Mama mkwe alisimama nyuma yake akisema, "Hiyo ndio heshima ya familia yetu." Vicky alichukua mabegi yake kwa mikono inayotetemeka, akasema kwa maumivu, "Baada ya miezi 6 tu umenitupa kama takataka." Justin hakujibu, alifunga mlango kwa nguvu. Vicky alikaa nje kwa sekunde chache akilia, akihisi dunia yake imevunjika. Baada ya muda, Vicky alinyanyuka polepole, akajifuta machozi na kusema moyoni, "Sasa inatosha." Aliamua kuelekea kwenye nyumba yake ya zamani, nyumba ambayo alikuwa ameiacha kwa muda mrefu, na kumruhusu rafiki yake akae humo akimwangalizia vitu vyake. Nyumba hiyo ilikuwa ya kifahari kupita maelezo, jengo kubwa la kisasa lenye thamani ya mamilioni, lakini Justin hakuwahi kujua uwepo wake. Vicky alikuwa tajiri kupita familia ya Justin, alikuwa na makampuni makubwa na biashara hata nje ya nchi. Alificha utajiri wake kwa makusudi ili ajenge ndoa kwa msingi wa heshima, si pesa. "Nilitaka anipende kwa moyo, si kwa mali," alijisemea kwa uchungu.
Alipofika kwenye geti la nyumba yake, mlinzi alifungua kwa heshima kubwa. Rafiki yake alimkimbilia na kusema kwa mshangao, "Vicky, umefanya nini? Kwa nini uko hivi?" Vicky akasema kwa utulivu wa maumivu, "Nimefukuzwa." Lakini ndani ya macho yake kulikuwa na mabadiliko makubwa. Justin na mama yake hawakuwahi kujua ukweli wa utajiri wa Vicky, kwa sababu mahari ilitolewa kijijini kwa bibi yake, kwani wazazi wake walifariki akiwa mdogo. Bibi alikataa kuhamia mjini, akisema, "Nimezoea maisha ya hapa, pia nina mashamba ya kulima." Siku ya mahari, mama Justin alidharau mazingira yale, akisema kwa sauti ya chini, "Hawa watu hawana chochote." Hawakujua kuwa walikuwa mbele ya familia yenye urithi mkubwa. Vicky alimwambia bibi yake, "Usiseme chochote kuhusu mali, nataka nijenge ndoa yangu kwa unyenyekevu." Bibi akamuonya, "Utanyanyasika mwanangu." Vicky akajibu kwa tabasamu, "Hapana, usiogope bibi." Lakini sasa alitambua kuwa ukimya wake ulikuwa umegeuzwa udhaifu. Mama Justin alidhani ameshinda vita. Hakujua kuwa alikuwa amefukuza baraka kubwa. Na ukweli ulikuwa karibu kujidhihirisha. Upande wa pili, mama mkwe alifanikiwa kumleta Juliet ndani ya nyumba ile kwa shangwe kubwa, akisema kwa furaha, "Karibu nyumbani mwanangu." Juliet alikaa sebuleni kwa kujiamini. Baadaye alisimama nje huku akiwa anaangalia mazingira ya nyumba. Na kwa kutabasamu alijisemea moyoni, "Siwezi kukaa nyumba moja na mama aliyemfukuza mwanamke mwenzangu. Nimekuja kuchuma pesa na kuondoka." Alijua anachotaka ni mali na hadhi, si mapenzi. Mama Justin hakugundua kuwa alikuwa ameleta mbwa mwitu ndani ya nyumba yake. Justin naye aliona kama hatimaye amepata mwanamke wa hadhi. Lakini ukweli ulikuwa tofauti kabisa. Kazini, Juliet alipandishwa cheo haraka na kupewa mamlaka makubwa, jambo lililompa fursa ya kuanza mipango yake ya siri. Alianza kuhamisha fedha za kampuni kwa ujanja, akisema kwa siri, "Hii ni nafasi yangu ya kutoka." Alikopa mikopo mikubwa benki kwa kutumia jina la kampuni na mali za kampuni kama dhamana. Aliweka rehani viwanja, magari na hata nyumba waliokuwa wanaishi. "Hakuna atakayenishika," alijisemea kwa kujiamini. Aliuza baadhi ya mali chini chini bila Justin kujua. Wafanyikazi wachache waliona dalili, lakini waliogopa kusema. Mama Justin aliendelea kumsifu, "Juliet ni mwerevu sana." Hakujua kuwa mwerevu huyo alikuwa anachimba kaburi la familia yao. Na deni lilikuwa likikua kwa kasi isiyozuilika. Siku moja, Juliet alipohakikisha ameshakusanya fedha nyingi, aliamua kutoroka kwa ujanja. Akaenda kwa mama Justin na kusema kwa sauti ya upole, "Mama, nataka kwenda kuwasalimia wazazi wangu kidogo. Nitarudi haraka." Mama Justin akasema kwa furaha, "Nenda mwanangu, rudi salama." Waliagana kwa tabasamu bila kujua kuwa huo ulikuwa mwisho wa kuonana. Siku zilipita bila Juliet kurudi. Simu zake hazikupatikana. Mama mkwe alianza kupata wasiwasi. Ghafla siku moja watu wa benki waligonga geti kwa nguvu. "Tumeletwa kwa sababu ya mkopo mkubwa usiolipwa," walisema. Mama akasema kwa mshangao, "Mkopo gani?" Wakajibu, "Nyumba hii iko rehani." Mama akachanganyikiwa, "Haiwezekani." Lakini ukweli ulikuwa umefika mlangoni. Ndipo akakimbilia ofisini kwa Justin. Kumbe naye pia alikuja kudaiwa na watu wa benki kwa mikopo aliyochukua. Justin alipokuwa amezungukwa na watu wa mikopo ofisini kwake, alimgeukia mama yake kwa hasira iliyochanganyika na hofu na kusema kwa sauti iliyotetemeka, "Mama, mwanamke uliyeniletea ndiye amefanya yote haya." Kabla hajamaliza kuongea, mama yake akamkatiza kwa sauti ya kilio na wasiwasi, "Nimetoka nyumbani sasa hivi. Juliet amekopa mkopo kupitia hati ya nyumba yangu. Wametupa wiki moja tu kulipa, la sivyo wanaiuza nyumba yetu." Justin alishika kichwa chake kwa mikono na kupiga kelele, "Umeniingiza kwenye nini mama? Ulinilazimisha nimwache mke wangu, halafu umeniletea janga." Mama akasema kwa kujitetea, "Sikujua angefanya hivi, nilidhani anafaa." Justin akajibu kwa uchungu, "Ulidhani? Sasa tumeharibikiwa kwa kudhani kwako." Wafanyakazi wa benki walikuwa wakitazama bila huruma. Justin alianza kulia kwa mara ya kwanza mbele ya mama yake, akisema, "Umeniharibia maisha." Mama naye alilia, lakini machozi yake hayakuondoa ukweli wa uharibifu uliokweza fanyika. Ndani ya sekunde chache, fahari yao iligeuka fedheha.
Wiki moja ilipita kwa kasi ya hofu na presha, na hawakuweza kupata kiasi kilichotakiwa kulipa deni kubwa lililokuwa limewekwa juu yao. Walimtafuta Juliet kila kona, lakini hawakumpata. Siku ya mwisho ilipofika, walipokea barua ya kutaifishwa mali na maafisa wa benki walifika rasmi kuchukua umiliki wa nyumba na mali nyingine. Akaunti zao za benki zilifungiwa, kadi zao hazikufanya kazi tena, na kila mali iliyokuwa kwa jina la kampuni ilichukuliwa kisheria. Mama alisimama katikati ya sebule iliyokuwa ikichukuliwa vitu vyake kwa maamuzi ya kisheria na kusema kwa sauti dhaifu, "Haiwezekani, tumefika hapa." Justin akajibu kwa uchungu, "Huu ndio mwisho wa kiburi chetu." Ndani ya siku chache tu walipoteza kila kitu walichojivunia kwa miaka mingi. Heshima yao ya kijamii ilivunjika pamoja na mali zao. Na hapo walitambua kuwa kuanguka kwa mtu tajiri ni kelele zaidi kuliko kuenuka kwake. Baada ya kufukuzwa kwenye nyumba yao, walilazimika kuhamia eneo la Uswahilini, nyumba ndogo yenye vyumba viwili, paa la bati na mazingira ambayo hawakuwahi hata kuyatembelea hapo awali. Mama alitazama sakafu ya saruji iliyopasuka na kusema kwa sauti ya huzuni, "Hapa ndipo tutaanza upya?" Justin akajibu kwa uchungu, "Hatuwezi hata kulalamika, tumepoteza kila kitu." Chakula kilikuwa cha shida, wakati mwingine walilala bila kula, jambo ambalo halikuwahi kutokea katika maisha yao ya zamani. Mama alijaribu kupika kwa kuni, akisema kwa sauti ya kujilaumu, "Sikuwahi kufikiria nitafika hapa." Justin alikaa kimya, akihisi uzito wa makosa yake. Maisha yalikuwa ya kupambana kila siku. Hata kulala kulikuwa shida kwa sababu hawakuwa na vitanda vya kutosha. Hali ya hewa ya usiku ilipopenya kupitia paa la bati, walihisi baridi ya ukweli wa maisha. Ndipo walitambua thamani ya kile walichokidharau zamani. Justin alianza kukaa peke yake nje ya nyumba hiyo ndogo kila jioni, akitazama mbali huku machozi yakimtoka bila kujizuia, akisema kwa sauti ya majuto, "Nilikuwa kipofu, nilimkosa Vicky kwa sababu ya kiburi." Alikumbuka jinsi alivyomfokea na kumfukuza bila kumsikiliza. "Kwa nini nilimsikiliza mama kuliko mke wangu?" alijiuliza mara kwa mara. Alikumbuka tabasamu la Vicky na uvumilivu wake. "Alikuwa ananipenda kwa dhati, mimi nilimuona adui." Maisha yalikuwa magumu na kila siku ilimkumbusha makosa yake. Mama yake alijaribu kuongea naye wakati mwingine, lakini Justin hakuwa na maneno. Alijiona kama ameharibu zawadi aliyokuwa amepewa, na majuto yakawa rafiki yake wa kila siku. Mama yake Justin naye hakuwa na amani moyoni mwake. Kila alipotazama hali yao mpya, alihisi kama moyo wake unachanika kwa majuto. Alijisemea kwa sauti ya chini, "Nilifukuza baraka ya nyumba hii." Alitamani kumwambia mwanaye ukweli wote, lakini aliogopa kwa sababu Justin alikuwa ameanza kumtazama kwa macho ya lawama. "Nitamwambiaje sasa? Si atanichukia zaidi?" Alijua kosa lilikuwa lake, lakini alihitaji ujasiri wa kukiri, na ujasiri huo haukuwa rahisi kuupata. Hatimaye siku moja alikusanya nguvu na kumfuata Justin. Akamkuta amekaa nje akitazama barabara kwa mawazo mazito, na akasema kwa sauti ya kutetemeka, "Mwanangu, lazima nikwambie ukweli." Justin akamwangalia na kusema, "Ukweli gani tena mama?" Mama akavuta pumzi ndefu na kusema huku analia, "Mimi ndiye nilikuwa sumu kwenye ndoa yenu." Justin akainua kichwa kwa mshangao. Mama akaendelea, "Sikumpenda Vicky kwa sababu nilimuona kama binti wa kimasikini. Sikutaka kabisa umuoe." Justin akabaki kimya, macho yake yakibadilika. Mama akaongeza kwa kilio, "Nilihakikisha ndoa yenu haitadumu. Hata ile siku niliyosema amenipiga haikuwa kweli, ilikuwa uongo wangu." Justin alisimama ghafla kwa mshtuko. Ukweli huo ulikuwa kama radi iliyopiga moja kwa moja moyoni mwake. Justin alilipuka kwa hasira kali, akamfokea mama yake kwa sauti ya juu, "Umenifanya nini mama? Umeharibu ndoa yangu kwa makusudi." Mama akajaribu kusema, "Nilikufanyia kwa sababu ya hadhi yetu." Justin akamkatiza kwa ukali, "Hadhi gani sasa? Tuko wapi leo?" Mama akalia, "Nisamehe mwanangu." Justin akasema kwa uchungu, "Uliniambia amekupiga, uliniambia anakudharau, yote yalikuwa uongo. Nilimfukuza mke wangu kwa sababu yako." Mama alikuwa akilia tu sababu hakuwa na la kujitetea. Justin akamgeukia na kusema kwa sauti ya baridi, "Umenipotezea kila kitu." Basi akaamua kuondoka pale. Siku zilipita na Justin alizidi kumchukia mama yake. Hakutaka hata kumwona mara nyingi. Alitafuta kila njia ya kumpata Vicky,
lakini bila mafanikio. Alienda kwa marafiki zake wa zamani akauliza Vicky alipo, lakini hakuna aliyekuwa na taarifa. Maisha yalizidi kuwa magumu na aliona lazima aanze upya. Siku moja aliona tangazo la kazi kwenye gazeti. Akasema moyoni, huu ndio mwanzo wangu mpya. Aliamua kuomba kazi hiyo kwa sababu alihitaji pesa. Siku ya interview ilifika na Justin alifanya vizuri sana. Akajibu maswali kwa kujiamini na uzoefu wake ukaonekana wazi. Baada ya siku chache aliitwa na kuambiwa amepata kazi, jambo lililompa tumaini jipya. Alianza kazi bila kujua ni nani hasa mmiliki wa kampuni hiyo kubwa. Alifanya kazi kwa bidii kwa siku 3, akijaribu kuonyesha thamani yake. Siku ya 4, sekretari alimfuata na kusema kwa heshima, "Boss anataka kukuona na wewe mfanyakazi mpya." Justin alihisi moyo wake ukipiga kwa kasi, akasema kwa furaha, "Sawa, nakuja." Alipofika mlangoni mwa ofisi ya boss, alivuta pumzi na kugonga. Aliposikia sauti ya ndani ikisema karibu, aliingia na kuinua kichwa chake polepole. Ndipo macho yake yakakutana na sura aliyokuwa akiitafuta kila siku. Vicky alisimama kwa mshangao na Justin naye aliganda mahali, wakitazamana kwa mshangao mkubwa usioelezeka. Vicky alipomwona Justin amesimama mbele yake ndani ya ofisi yake ya kifahari, hakuamini macho yake kwa sekunde kadhaa, hadi akalazimika kumuuliza kwa sauti ya utulivu uliokuwa umeficha mshtuko, "Hivi, wewe ndiye mfanyakazi mpya?" Justin akashusha pumzi ndefu na kujibu kwa sauti ya aibu, "Ndiyo, mimi ndiye." Vicky hakutabasamu wala kuonyesha kejeli, bali alimtazama kwa mshangao mzito uliobeba historia yote ya maumivu yao, akisema polepole, "Kwa hiyo, umeomba kazi kwenye kampuni yangu bila kujua ni mimi?" Justin alikuwa kama anatetemeka, akasema, "Sikujua na sijawahi kufikiria hata kidogo." Ndani ya moyo wake, Justin alikuwa anashangaa zaidi, akijiuliza, inawezekanaje Vicky awe mmiliki wa kampuni hii kubwa? Wakati huo huo, aibu ilimkaba koo, akakumbuka siku aliyomtupia bagei nje ya nyumba. Vicky akasema kwa sauti tulivu lakini yenye mamlaka, "Maisha yana njia zake, sivyo Justin?" Justin akashindwa kujibu kwa sekunde kadhaa, macho yake yakijaa nyuma. Alitamani ardhi ifunguke, azame kwa fedheha aliyoipata. Ndani ya chumba kile, kimya kilikuwa kizito kuliko maneno. Justin alikusanya ujasiri na kumuuliza kwa sauti ya wasiwasi mkubwa, "Vicky, wewe ndiye boss wa hii kampuni?" Vicky akaitikia kwa kujiamini, "Ndiyo mimi, kuna tatizo kwani?" Justin akapepesa macho kana kwamba anajaribu kuamka kutoka ndotoni. Akasema, "Lakini sikuwahi kujua." Vicky akamkatiza kwa sauti ya moja kwa moja, "Hujawahi kujaribu kujua." Justin akahisi maneno hayo kama kisu moyoni, akasema, "Tulikuona kama..." Akashindwa kumalizia. Vicky akamwangalia kwa makini na kusema, "Kama nini? Maskini, dhaifu, asiyokuwa na hadhi?" Justin akainamisha kichwa kwa aibu. Ukweli ulikuwa mchungu, yeye na mama yake walimdharau bila kujua ni nani hasa. Vicky akaongeza, "Nilijishusha kwa sababu ya upendo, si kwa sababu sikuwa na kitu." Ghafla, Justin alipiga magoti pale pale ofisini, machozi yakimdondoka bila kujali hadhi yake kama mwanaume, akisema kwa sauti iliyovunjika, "Nisamehe Vicky, nilikuwa mjinga, nilikupoteza kwa sababu ya kiburi changu." Wafanyakazi waliokuwa nje hawakujua kinachoendelea ndani, lakini ndani ya chumba kile kulikuwa na maumivu mazito. Vicky alisimama akimtazama bila kusogea karibu naye, akasema kwa utulivu, "Ulinifukuza bila kunisikiliza hata mara moja." Justin akasema kwa kilio, "Nilikuwa kipofu, nilimsikiliza mama kuliko wewe." Vicky akamkatiza kwa sauti ya mamlaka, "Hii ni ofisi na hapa mimi ni bosi wako." Justin akasema kwa sauti ya chini, "Hata kama ni bosi wangu, bado wewe ni mke wangu." Lakini Vicky akageuka na kusema kwa hasira, "Toka nje ya ofisi yangu." Justin hakuamini kama amefukuzwa. Alitoka polepole na Vicky alibaki peke yake, machozi yakianza kumtoka kimya kimya licha ya ukakamavu aliyouonyesha. Baadaye Justin alirudi nyumbani akiwa amechanganyikiwa na uchungu mwingi. Akamkuta mama yake amekaa nje ya nyumba yao ndogo, na mara moja akaanza kusema kwa hasira, "Unajua Vicky ni nani?" Mama akamwangalia kwa wasiwasi, "Kuna nini tena?" Justin akapaza sauti, "Yeye ndiye mmiliki wa kampuni niliyopata kazi." Mama akashika mdomo kwa mshangao, "Una uhakika?" Justin akasema kwa maumivu, "Ndiyo,
na nilimfukuza kama mtu asiye na thamani. Mama akalia kwa uchungu. Mungu wangu, nilifanya nini? Justin akasema kwa hasira, ulinifanya nimpoteze mwanamke bora. Mama akajikuta akilia zaidi, akisema, nilijali pesa kuliko utu. Ukweli ulikuwa mgumu kuumeza, lakini haukubadilika. Siku zilipita kazini, huku Vicky na Justin wakipishana kwenye korido za kampuni bila kuongea hata neno moja. Hali hiyo ikiwa kama adhabu ya kimya kwa Justin. Kila siku Justin alipomwona Vicky alimuomba msamaha, lakini Vicky alipita bila kumjibu. Justin aliendelea kuomba, nipe nafasi moja tu, lakini hakupata jibu. Hali hiyo iliendelea kwa muda mrefu na Justin alizidi kuumia kwa kila siku iliyopita. Wafanyakazi walianza kugundua mvutano huo, lakini hakuna aliyethubutu kuuliza. Vicky alionekana mwenye juhudi kazini, lakini ndani yake kulikuwa na majeraha. Justin alijiona kama anahukumiwa kila siku, lakini hakukata tamaa kuomba msamaha. Vicky alitamani kujua nini hasa kilimsukuma Justin kufikia hatua ya kuomba kazi kwake. Ndipo alipompigia simu rafiki yake wa zamani aliyewahi kufanya kazi kwa Justin na akamuuliza kwa utulivu, ni nini kilimpata Justin? Rafiki huyo alimwelezea kila kitu kuhusu mikopo, kufilisika na usaliti wa Juliet. Vicky alisikiliza kwa ukimya akisema, kwa hiyo walipoteza kila kitu? Rafiki akaitikia, ndiyo. Na sasa wanaishi maisha magumu sana. Vicky hakufurahi kusikia hivyo. Badala yake aliumia moyoni. Alisema kwa sauti ya chini, sikutaka waumie hivi, lakini pia hakutaka kusamehe haraka. Aliamua moyoni, atajifunza kwanza thamani ya kile alichopoteza. Hata hivyo, huruma ilianza kuchipuka ndani yake. Weekend moja akiwa amekaa nyumbani kwake peke yake, Vicky alijisemea kwa sauti ya kutafakari, nitawachukia hadi lini? Alishika simu na kumpigia Justin, akisema, nahitaji kuonana na wewe, nataka kuja nyumbani kwenu. Justin akajibu kwa aibu, mahali ninapoishi sasa hufai hata kupakanyaga. Vicky akasema, nitakuja bila kujali. Baada ya muda mfupi alifika kwenye nyumba yao ndogo ya Uswahilini. Mama mkwe wake alipomuona alijisikia aibu sana, akapiga magoti na kusema, nisamehe mwanangu, nilikukosea. Justin naye alisimama kimya akitazama tukio hilo. Vicky aliwatazama kwa muda mrefu kisha akasema kwa sauti ya upole, nimewasamehe. Maneno hayo yalikuwa kama mvua banza kirefu. Baada ya siku chache, Vicky alikutana na Justin na kumwambia kwa sauti ya dhati, siwezi kukuacha. Wewe ni wangu wa ndoa. Niliapa kanisani nitaishi na wewe katika shida na raha. Justin akamwangalia kwa mshangao. Baada ya yote, Vicky akaitikia, ndiyo, lakini safari hii tutajifunza. Akaongeza, nitawasaidia wewe na mama yako kuinuka tena kiuchumi. Justin akasema kwa sauti ya shukrani, sistahili fadhila hii. Vicky akamkatiza, ni upendo, si fadhila. Kisha akaweka sharti, hatutaishi na mama yako, nitampatia nyumba nyingine. Sisi tutaishi peke yetu. Justin hakuamini kabisa maneno yale, aliona kama ni ndoto, na hako wakaanza upya maisha yao. Mama wa Justin alianza maisha mapya akiwa anatafakari makosa yake kwa unyenyekevu mkubwa, huku Justin akiishi na Vicky kwa upendo mpya ulioimarishwa na majaribu aliyopitia. Miaka 4 baadaye, Justin alifanikiwa kuirejesha kampuni yake iliyokuwa imekufa, akiwa sasa mwanaume aliyebadilika, mwenye hekima na heshima kwa mkewe. Vicky alimwangalia kwa fahari, akisema, umejifunza? Justin akajibu kwa tabasamu, nimejifunza kupitia maumivu. Mama yake pia alijifunza kuwa pesa bila utu ni bure. Na hapo ndio tunafika mwisho kabisa wa stori hii. Tuambie hapo chini kwenye comments, ungekuwa wewe ni Vicky, ungemsamehe mama mkwe wako au ungemwacha yeye na mwanao waendelee na maisha yao? Usisahau kusubscribe katika chaneli yetu, kucomment pamoja na kulike. Tukutane tena next time. Bye bye.